Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ametoa wito na amewashukuru sana viongozi wa bodaboda kwa kuunga mkono juhudi zinazofanywa na jeshi letu la polisi la kudhibiti uhalifu katikati ya mji wetu na ndani ya jiji letu la Arusha. Anawataka wawe sehemu ya kuunga juhudi hizi mkono, kwamba wale wote ambao wanajua kabisa wamefunga hizo trampa, wamefunga taa hizi ambazo wanatumia kinyume kwa ajili ya matendo ya kihalifu, waache mara moja na hatua kali ziendelee kuchukuliwa, ili wanaokaidi basi wakutane na adhabu kali. Hizi trampa zikipiga kelele, kuna wazee wanaumia, kuna watoto wanafariki, kwa mfano wale premature wale mnawajua. Hizi kelele zinazosababishwa na haya madude zinasababishia hatari ya maisha, wengine wanapoteza maisha, na Watanzania wenyewe kwa wenyewe wanalalamika. Sasa sisi serikali hatuwezi kuunga mkono jambo hili. Ndio maana kwa kweli tulifarijika kuona wenzetu viongozi wa bodaboda wenyewe kwa kutumia katiba, sheria na taratibu zao wameamua kuunga mkono kwa kuwakamata wenyewe na kuwasalimisha kwa jeshi la polisi. Mkuu wa wilaya anaagiza vijana wetu wote wa wilaya ya Arusha ambao tunajihudumia au tunafanya biashara kwa kupitia bodaboda, kuanzia sasa tufuate taratibu zote za kiusalama ambazo tunapewa na vyombo vyetu vya usalama, na hakuna atakayeonewa huruma kwa matendo kama haya. Katika wilaya ya Arusha tumeendelea na operation kwa muda kama miezi mitatu sasa kuhakikisha kwamba Arusha inakuwa shwari na salama, kwamba tunakamata pikipiki zote ambazo zinafunga taa za aina mbalimbali kama mnavyoona, pamoja na matramp. Ukiangalia hizi taa ni wanasema toleo la kwanza, wenyewe ziko hapo chini. Tumekamata taa za aina mbalimbali 248, lakini tuna tramp 13. Kinachofanyika kwenye taa kama hii, ina macho manne. Hii inaitwa macho ya bundi, na hizi zingine za aina tofauti tofauti kama mnavyoziona zile pale chini. Hata hizi taa ukiziangalia ukiwa usiku kwenye gari, zikifungwa mbili unahisi hii ni gari lenzako, kumbe ni pikipiki. Kwa hiyo utakuta gari inapata ajali au pikipiki inapata ajali na tunaharibu maisha ya watu. Utakuta watu wengi wako hospitali wasiokuwa na hatia, wamepanda pikipiki wakati wa usiku wanaenda kwenye eneo moja kwenda eneo lingine, wanapata madhara makubwa sana. Sasa zoezi hili tunaendelea nalo, linasumbua watu wengi na raia wengi wamekuwa wakipiga simu wakilalamika wanapata madhara makubwa kwa pikipiki ambazo zinapiga kelele na taa za mwanga ambao hauruhusiwi. Katika ukamataji wa taa za kwenye pikipiki ambazo hazifai pamoja na matramp, tumeweza kubaini pia katika pikipiki wanaweka hizi taa, wanaficha namba, wanaandika majina ya watu na majina ya vibonzo tofauti. Wanaficha uhalisia wa namba ya pikipiki ambazo ukija kuchunguza ukuta pikipiki zingine zimeibiwa na zimefanya uhalifu. Taa kama hii inauza shilingi 80. Lakini ukimkamata bodaboda, leseni ni shilingi 70. Hana leseni, amefunga taa ya gharama kama hii shilingi 80. Kwa hiyo tutaendelea kukamata, tutaendelea kufanya hiyo operation na bodaboda viongozi, naomba tuendelee kushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba tunakuwa salama Arusha na hakuna kelele kuwasumbua wananchi. Sisi tutashirikiana na jeshi la polisi. Hatutamonea mtu wala hatutamfumbia macho mtu. Kweli jiji letu tunakwenda kwenye Afcon. Tunaposema usafi wa jiji ni pamoja na noise pollution. Hatusemi tu usafi wa matakataka, ni pamoja na hizi kelele. Hatuwezi kuwa na wageni wanapishana mji wetu wa Arusha alafu anakutana na bodaboda wao kwenye mashindano. Si sehemu ya rally. Sisi tunataka tufanye kazi kama maafisa wa usafirishaji na tuwe salama na tutii sheria za barabarani. Lakini asilimia kubwa afande OCD tumekuwa tukijikita